Fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika dunia. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina kwa faida ya kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya faida kama zipi au madhara ya kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, napokea taarifa kuhusu kikosi ambacho kimeweza kuteuliwa rasmi kuweza kukabiliana na wanaharakati ambao wanaelekeza shughuli za nchi ya Tanzania kutoka mataifa ya kigeni ama kutoka sehemu ambazo hazipo Tanzania. Msikilizaji, hatua hii inaonekana kuwa ni baadhi ya majibu kutokana na maandamano ya Sabasaba ama msusio wa shughuli za kitaifa na shughuli za kawaida kwa wananchi wa Tanzania siku ya Sabasaba. Elewa kwamba msikilizaji, maandamano ya Sabasaba kwa ukubwa yalipangwa na wanaharakati katika mitandao ya kijamii na kuwarai watu kutokea na kuweza kuwaomboleza waliopoteza maisha yao siku ya Oktoba 29 mwaka 2025 msikilizaji, lakini pia kuhakikisha kwamba wanasimama na familia ambazo ziliwapoteza wapendo wao, rafiki na ndugu. Hali hii msikilizaji ilisababisha Samia Suluhu kuweza kuzungumza na kuwataja wanaharakati kama magaidi. Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za ama watu ambao wanaongoza shughuli za kigaidi nchini Tanzania. Katika hali hiyo msikilizaji, nategemea ndio maana kumetokea na hali hii ya kutengeneza kikosi hichi ambacho sasa kitatumika kwenda kuhakikisha kwamba wanaharakati hawa wananyamazishwa na wanachukua uhai wao, wasije wakaendelea kuzungumza kile ambacho hawataki kiendelee kuzungumzwa. Msikilizaji, naomba nikusomee kwanza taarifa hii niloweza kusogeshea hapa, kisha tutaifanyia uchambuzi na utathmini wa kina kuweza kuelewa kwamba kinachotokea ni kipi hapa. Naambiwa hivi: nilitaka tu nikupe signal na uwajulishe mshabaha kuna kikosi kipya kimeundwa cha kuwawinda watu watano. Watu hao watano msikilizaji wakitajwa kwa majina: Mshabaha Hamza, Maria Sarungi, Hilda Newton nategemea, Twaha Mwaipanya, lakini pia Rose Mayemba. Msikilizaji, watu waliotajwa kwenye listi hii ni wanaharakati wenye sauti kubwa ambao wanazungumzia masuala yanayowahusu wa Tanzania, ambao wanazungumza kinyume na serikali ya nchi ya Tanzania, ambao wanafichua taarifa mbovu, wanafichua dili mbovu ambazo serikali ya Tanzania inashiriki, lakini pia yanafichua baadhi ya vikosi vya uhalifu ambavyo vinashiriki katika mauaji yanayotokea nchini Tanzania, ambavyo vinashiriki katika utekaji na uvunjaji wa katiba nchini Tanzania. Watu hao waliotajwa msikilizaji ni wanaharakati ambao wanahakikisha kwamba wanapasa sauti
na wanapiga vita ujinga ambao serikali inashiriki. Taarifa hii imeendelea kusoma hivi. Wameambiwa nao sio kuwateka, ni shut and kill finish. Kikosi hicho kinaongozwa na mtu ambaye anaitwa Eliud Sela ambaye yupo TIS sasa hivi. Eliud Sela ambaye yupo katika kikosi hichi cha TIS ndio anaongoza kikosi hichi kilichoweza kutumwa kuwamaliza wanaharakati hao niliweza kukusomea. Mtu wa pili anaitwa Shabani ambaye ni afande lakini alitimuliwa kazini. Lakini pia kuna bwana huyo anaitwa Omari Kondo ambaye alikuwa TIS lakini akatimuliwa pale. Kuna Martin Melo ambaye pia alitimuliwa katika kitengo hichi cha TIS. Hawa ni genge lililopo chini ya Msigwa na Makonda. Ndio msikilizaji, taarifa ambayo imeweza kuitumiwa hapa. Kama nilivyokusomea nikakupa listi ya baadhi ya wanaharakati ambao wanatafutwa ili waweze kumalizwa, wasije wakaendelea kuzungumza kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Na nimekueleza msikilizaji kwamba wengi wa wanaharakati hawa ndio waliweza kuhakikisha kwamba mchakato wa maandamano ya Sabasaba unakuwepo, na ndio walihakikisha kwamba Watanzania wanapata nafasi ya kuwakumbuka wenzao walioweza kuuawa siku ya Oktoba 29. Taarifa nyingine inaniambia hivi msikilizaji, ambayo inahusiana na taarifa hiyo niliyokusomea. Huyu shetani hajatosheka na damu za watu. Sasa ameachia njoo ijiendeshe kiolela. Yaani huyu tapeli Mwiguru ana genge lake. Makonda na Msigwa wana magenge yao. Abdul ana genge lake. Mchengerwa ana genge lake. Kina Mwaipopo wana magenge yao. Siku sio nyingi nchi inakuwa kama Haiti. Magenge yanaongezeka. Usalama wapo tu wanaangalia jeshi. Usalama wapo tu wanaangalia. Jeshi na JWTZ wanaangalia tu. Polisi ndio kabisa wanaonekana kama vitoto vidogo. Na hayo magenge, yani mtu anatekwa, analazwa polisi na asubuhi anatolewa na hakuna maelezo, anaenda kuuawa. Polisi wanawacheka tu. Fikiria OCD wa kituo anaamrishwa na TIS aliyefukuzwa kwa utovu wa nidhamu. Yaani msikilizaji, viongozi hawa ambao wanaongoza magenge haya wana uwezo wa kwenda kwenye kituo cha polisi, wakaomba kuchukua mtu aliyeshikiliwa na polisi, wakaenda kumuua. Na polisi wanachukua tu masharti kutoka kwa mtu ambaye alitimuliwa kwa utovu wa nidhamu. Anakwenda kuwaelekeza polisi ama OCD wa kituo cha polisi kwamba tunataka kumchukua bwana huyu, bila kumpa maelezo, akijua wazi kwamba mtu huyu ambaye amechukuliwa katika kituo hicho anakwenda kuuawa. Msikilizaji, kinachotokea hapa ni kwamba Samia Suluhu ameonyesha hali yake ya kughadhabishwa, ameonyesha kukasirishwa na uwezo ambao upo na wanaharakati, upo na watu ambao wanaweza kuzungumza na wananchi na wakaweza kuwasikiliza. Msikilizaji, kama nilivyokufahamisha, Samia Suluhu baada ya maandamano ya Sabasaba alipata kuzungumza na kuwataja wanaharakati
kama watu ambao wanaendelesha matukio ya kigaidi nchini Tanzania. Inakuwaje siku chache baadaye kunakuwa kwamba kuna kikosi kinachoenda kuwaumiza wanaharakati ambao walihakikisha kwamba maandamano ama wananchi wamefanya msusio wa shughuli za kawaida kuhakikisha kwamba wamewakumbuka ndugu, rafiki pamoja na watu walioweza kufariki siku ya Oktoba 29 na siku zilizoweza kuendelea, msikilizaji, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Msikilizaji, baadhi ya wanaharakati nilokusomea wametahadharishwa na taarifa hii nimeisoma kwa sababu ya kuwapa ufahamu wa kinachoendelea. Baada ya kupokea taarifa hizi kutoka kwa vitengo mbalimbali ambao wanaweza kupata taarifa hizi haraka. Msikilizaji, achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunakupa ufahamu wa kinachotokea.